Okay, karibu sana mtazamaji wetu wa Mtawala TV na hii ni ndani ya 18 za Mtawala OG. Leo tupo katika chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere bwana, katika show ya binti Mwalimu Nyerere. Tuko na msanii wa kizazi kipya, mwenyewe anapenda kumuita Malkia wa Bongo Flavor. Anaitwa Su. Tuko naye live hapa katika Mtawala TV. So, let's go together. Su, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Naweza kukaa kidogo? Kaa. Karibu sana mtazamaji wetu wa Mtawala TV na hii ni ndani ya 18 za Mtawala OG. Tuko na Malkia wa muziki wa Bongo Flavor kwa upande wa wanawake, anaitwa Su. Umependeza sana. Asante. Nani yuko nyuma ya ili kupendeza siku ya leo? Mel's Collection. Mel's Collection, shout out to you. Sasa unaweza kuzungumziaje show ya leo ya kumbukumbu ya binti Mwalimu Nyerere katika chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere, ambayo umeonekana muondokana kijiji sana na hii ni kawaida yako. So leo tu nikufuatilia sana, ni mtu ambaye huwa unaondokana kijiji popote pale utapokwenda. Unaizungumziaje hii? Kwa kweli najisikia vizuri. Cha pili, nimependa vibe, nimependa ushirikiano wao, wananipenda na wapenda pia. Jamani, sina mengi ya kuongea lakini nimeenjoy, nimefurahi. Okay. Binafsi naweza nikasema kwamba miongoni mwa wasanii wa kike, wewe ni miongoni mwa msanii ambaye TikTok una kijiji chako. Unakubali hivyo? Ndio. Yaani msanii ambaye TikTok una kijiji chako, yaani ukitoa ngoma kule na kuwa trending inaondoka na kuondoka. Sasa unaweza ukatuambia ni siri gani unaitumia, kwa sababu wenzako tunaona ili waweze kwenda trendi mpaka waweze kufanya kiki. Vipi hujawaza kufanya kiki ili waweze kupush muziki wako? Na chafi. Ngoja. Okay, maliza. Imekata. Yaani kitu ambacho naweza nikamwambia watu wafanye ni kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo kila kitu kwa sasa hivi. Ukimwomba yeye akunyimi. Watu wanajisahau sana, wanashindwa kumwomba yeye, wanafuata mambo mengine, lakini siri kubwa sana ni kupambana, kufanya juhudi. Hakuna kitu kinachoshindikana. Ni juhudi yako tu na kumwomba Mwenyezi Mungu akusaidie katika mambo yako. Okay. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo tunavimisi sana kuviona katika muziki wetu wa Bongo ni ile kuona collaboration ya msanii wa kike na msanii wa kike mwenzie. Vipi kwa upande wa Su? Wewe unadhani ni msanii gani ambaye unatamani kufanya naye collab hata leo? Wasanii ambao ninatamani kufanya nao collab tayari nishafanya nao. Na collab zipo, zitatoka soon. Muda ukifika zitaachiwa. Okay, wow. Su ametuambia kwamba vitu viko jikoni, so muda vinadondoka mjini. Lakini pia jambo lingine ambalo natamani kujua kuhusu Su, mbali na muziki wako, ni shughuli gani ambayo unafanya nyingine ya kuweza kuingizia kipato? Najishughulisha na biashara ndogo ndogo za kawaida tu, lakini mimi sikai katika hayo maeneo. Kuna watu ambao wanafanya, mimi nasimama kama boss. Okay. Biashara tu ndogo ndogo, sio kubwa, watu wasifikirie sina mduka hapa. Bwana, mbali na kufanya muziki, bwana Su ni boss, ana biashara zake ambazo watu wanazisimamia. Hivi karibuni tumeweza kuona uliingia katika nominees za msanii bora katika wasanii bora chipukizi, ambaye ulishindanishwa na watu kadhaa. Vipi taarifa kama ile katika tuzo za TMA? Ulipokea ukiwa wapi na jinsi gani uliweza kuipokea swala kama lile? Mimi nilikuwa zangu tu nyumbani nafanya shughuli zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Nakumbuka nilipigiwa simu na watu wa Boomplay na Basata. Muda huo nilipigiwa simu na watu wa Boomplay na Basata. Wakaniambia bana, umeingia katika tuzo fulani, tuzo hizi na hizi, kuna wimbo wako huu na huu. Nikakubali ndio. Kwa hiyo nikawa nasubiri ushindi. Wow. Lakini watu katika kupiga kura zidanganye. Mimi sioni kama kuna mtu amebaniwa au kuna mtu labda amefanywa kitu kibaya, hapana. Kura zidanganye, watu walioshinda wameshinda na watu ambao tutashinda hata mwakani tupo inshallah. Okay. Su anasema kwamba mwakani tutegemee mambo mazuri kutoka kwake. Sasa ukizungumzia katika masuala mazima ya muziki, tunaona nyimbo zako zazidi kuondoka, mwisho wa siku tukiona ngoma yako mpya ya Tena kama sijakosea, si ndio? Ya ngoma yako nimeiangalia katika Audiomack, tayari ipo on trend pale namba 25. Ili jambo kwako kama muziki wako unalizungumziaje? Kwa kweli najisikia vizuri sana, kwa sababu tuna wasanii wengi lakini kuna baadhi ya wasanii wenzetu hawajawahi kufika. Kwa hiyo ni level ya juu. Imeingia trending namba 25, Instagram pia imeingia trending namba 4, Boomplay imeingia trending namba 11 na sasa hivi nahisi ipo namba 10 au namba 9. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kuna watu wengi wanachanga ngoma zao lakini Mungu bado hajatia mkono wake. Soon inshallah mambo yatakaa sawa, tuendelee kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwombea. Sawa, ukimsikiliza Su katika maongezi yake unagundua kabisa kwamba ni mtu ambaye anawaza sana kuhusu Mwenyezi Mungu, kila anachofanya kwake Mungu kwanza. Sasa basi, nataka ni uwaambie neno moja mashabiki zako. Umeona vibe lote la Mwalimu Nyerere hili, watu wameweza kuruka na wewe katika nyimbo zako zote ambazo ukiimba. Neno moja kwao mashabiki zako. Jamani, mashabiki zangu wapendwa, nawapenda sana.
Na wakubali kama mnavyonikubali. Mimi kama mnavyojua sidangani, tabasamu langu lipo mpaka huko. Msiache kunifuatilia, naitwa Soya XOUH. Nimeachia ngoma yangu mpya inaitwa Tena, ipo katika mitandao yote ya kijamii, tukiachana na TikTok, Boomplay, Audiomack, Deezer, Spotify, kote ngoma zangu unazipata. Bye. Bwana, leo tuko live hapa katika Mtawala TV na hii ni ndani ya 18 za Mtawala OG. Tulikuwa na mwanadada Su, malkia wa muziki. Asante sana, nimefurahi kupata moment na wewe. Karibu sana. Okay, fine.